Ustadhi Danieli, mwalimu Danieli Mwankemo. Huyu ni mwalimu wa Kikristo, lakini ni mwalimu ambaye amekuwa akitufundisha kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu mwenyewe. Sasa leo nina baadhi ya maswali ambayo yanaweza yakatusaidia hasa kujenga uelewa wetu juu ya hili. Je, Yesu ni mwana wa Mungu au yeye ndiye Mungu mwenyewe? Nikianza kwanza mwalimu, kutoka kwa maandiko ya Yohana, wewe unapomsoma unapoona alivyotufundisha, je, Yesu ni Mungu mwenyewe, ni mwana wa Mungu au ni Mungu, Mwana na Roho Mtakatifu? Kama ambavyo umekuwa ukitoa, muda mwingine unasema ni Mungu, muda mwingine unasema ni Mwana, muda mwingine unasema ni Roho Mtakatifu. Karibu. Asante, kwa sababu umekuwa specific kwa sababu ya Injili ya Yohana. Ndio. Sio Injili ya Yohana, ni Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Yohana. Sawa. Ni hivi, ndani ya Biblia tuna Injili 4 zinaitwa Synoptic Gospel. Okay. Lakini katika hizo Injili 4, Injili 3 kwa maana ya iliyoandikwa na Mathayo, Marko na Luka zinaongelea habari za matukio ya Yesu kuzaliwa na maisha ya Yesu. Lakini ukija kwenye Injili ya Yohana, mtindo wake wa uandishi, kwa mtu yeyote aliyesoma Biblia vizuri, ataona Yohana alikuwa anajibu maswali ambayo yalikuwepo kwenye jamii yake wakati ule kuhusu nafasi ya Yesu. Je, ni mwana tu pekee? Je, ni Mungu au ni mwanadamu tu? Utaona yote haya Yohana ameyajibu. Hasa unaposoma Injili ya Yohana, Injili ya Yesu iliandikwa na Yohana. Angalia hata mtindo wake wa kwanza kusema. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Anataja neno, alafu anataja Mungu. Mstari wa pili, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Hapa nakusudiwa nani? Neno. Mstari wa tatu, vyote vilifanyika kwa huyo. Huyo nani? Neno. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Tunaenda mstari wa 4. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mpaka hapa Yohana amejibu maswali matatu. Kwamba ndani ya Mungu kumbe kuna neno. Maana anasema neno alikuwako, sio lilikuwako. Kwa hiyo hapa kuna personification hapa. Sawa. Neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Kwa sisi tunaofundisha utatu mtakatifu, ukisema Mungu, ndani yake tayari kumbe kuna neno. Yaani ndani ya Mungu kuna hali ya neno, ambayo ili ujue hali ya neno ikoje, ndio unakuja mstari wa 14. Yote haya yanatoka kwa Yohana. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sasa unaona hapa neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Neno alipofanyika mwili, ndipo tunapoanza kumsema Kristo. Kwa hiyo, kwa swali lako ulilouliza kwamba je, Yesu kwa mujibu wa Yohana ni Mungu, ni mwana wa Mungu au ni mtu tu? Ni vyote. Yesu ni Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu, alafu Yesu ni mtu. Tunaposema sisi wa Kristo Mungu, huwa tunamaanisha Mungu Baba. Tunapokuja kusema mwana, tunamaanisha kuna mwana pembeni. Na tunaposema Roho Mtakatifu, tunajua kuna roho yake ambaye labda anamtoka. Sasa unaponiambia kwamba Yesu ni vyote hivyo au Mungu Baba ni vyote hivyo, unamaanisha Yesu ni kama mikono ya Mungu? Yaani kwamba ni umbo moja alafu lina vipande vipande, kwamba hapa kuna neno, hapa kuna Roho Mtakatifu, alafu yupo Baba mwenyewe? Au unamaanisha nini? Kwamba yupi anamtegemea mwenzake kati ya Mungu na Yesu? Ukishasema Mungu, umetaja mamlaka. Ukisema Yesu, ndio umetaja jina la hayo mamlaka, ambao ndani yake ndio kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Simulizi nimelisema hili zaidi ya mara 40 sasa. Na hakuna mtu ambaye anaweza kuja kulibadilisha. Kwa sababu mtoaji na mtafsiri wa hiki ninachokisema ni Yesu mwenyewe. Hebu angalia hapa.
katika Mathayo, injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Mathayo, ile sura ya 28 mstari wa 19. Inaanza anasema hivi: Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa kuna wengine wakisoma andiko hili wanasema, unaona hapa Yesu anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Aliyempa nani? Kabisa hilo. Umeona? Sasa swali linakuja, kama Yesu amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, huyu aliyompa Yesu yeye kabaki na nini? Swali hilo hawajiulizi pia. Kwa sababu kama mamlaka yote mbinguni na duniani anayo Yesu, kwa hiyo maana yake kama tutakuwa na ule ufahamu wa kwamba huyu aliyempa Yesu kwamba ni mwingine kwa kuzidharau zile nafsi tatu, maana yake huyu aliyempa Yesu yeye hana chochote. Na kama ndio utamuita Mungu Baba kwa tafsiri hiyo, maana yake hata huyu Mungu Baba hana chochote kwa Yesu. Umeona hapo sasa? Hayo ndio madhara. Lakini ukija ukijua kwamba kauli hii Yesu aliposema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo maana yake kumbe hata leo. Sasa ukisema huyu anayeongea ukaweka Mungu pembeni, alafu bila kutueleza jina la huyo Mungu aliyemweka pembeni, alafu kabaki na Yesu wakati tunajua Yesu ndio jina la Mungu, ukikutana na maandiko kama haya utakwama kwenye kujieleza. Kwa sababu hapa Yesu anasema mimi nitakuwa nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Je, huyo unayemsema sijui Mungu Baba, hapa nafasi yake iko wapi? Kama hutakuwa na ule ufahamu wa Mungu akitenda kazi yake katika utatu, kuna vitu takwama. Utajikuta umempandisha mmoja alafu wengine umewaacha, wakati Yesu kwenye kubatiza kawaweka wote level moja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huyo Mwana ndio ambaye alikuwa neno. Kwa hiyo swali lako ulilouliza ni kwamba wale wanaosema Mungu, kuna wengine wanataja Mungu tu wanafikiri ndio jina. Hakuna. Mungu ni cheo. Mungu ni mamlaka, Mungu ni cheo. Okay. Subiri kwanza, sijamaliza hapo. Nilijibu kabisa hilo. Kuna mahali niliwahi kusikia Isaya 9:6. Ndio. Okay. Anasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake. Sasa anaposema jina hapa amesema jina lake, lakini cha ajabu kwenye jina lake mle ndani yanatajwa mambo manne. Hapo ndio utagundua kabisa kwamba kinachoongelewa hapo, hao wanaobisha hawajui wanabisha nini. Anasema hivi, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Mshauri wa ajabu ni jina? Hapana. Okay. Mungu mwenye nguvu ni jina? Bado ni nguvu. Baba wa milele ni jina? Mamlaka hizo. Mfalme wa amani ni jina? Mamlaka hizo. Sasa haya mamlaka yote haya, hizi sifa zote nne ukiziweka pamoja ndio unapata jina gani? Emmanuel. Tunalipata wapi? Kwenye Isaya 7:14. Isaya 7:14. Nataka niende pale. Nataka kujibu kabisa hili. Isaya 7:14 anasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Emmanuel. Sasa umeona? Ndani ya Emmanuel ndo hizo tulizozisoma. Tumezisoma nini? Tumesoma ndani ya Emmanuel kuna Isaya 9:6. Nataka tuirudie pale. Ndani ya Emmanuel ndio kuna mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Hizi zote ziko ndani ya nini? Ndani ya Emmanuel. Kwenye utabiri, je, ilipokuja kutokea kweli ilihusu nani? Ili tujue lile jina lilihusu nini? Kwenye Mathayo sasa. Mathayo, injili ya Yesu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya kwanza kuanzia mstari wa 21. Inasema hivi: naye atazaa mwana,
Tuanze mstari wa 20. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Sawa? Hapa anatajwa Roho Mtakatifu hata kabla Yesu hajazaliwa. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Umeiona connection ya jina inapokuja kuishia? Sasa kuna wengine wakisoma hiyo Isaya 9:6 wanasema hapo pamesema ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Sasa hilo ni jina. Angalia mlolongo uliokuja kuishia mpaka kwa Emmanuel, mpaka kuja kuishia kwenye jina la nani? Jina la Yesu. Ndivyo Biblia inavyofundisha. Mwalimu, sawa. Wakati tunaendelea niambia Mungu ni cheo. Kuna kitu kama rais, naye wanasemaga ni mamlaka. Lakini tunajua lazima kuna rais. Kuna mamlaka wale wenzake ambao watakuwa wanamsaidia kila kitu, yale mamlaka ya urais au ya rais mwenyewe, kama unavyosema Mungu ni cheo. Lakini kuna mmoja yule ambaye ndiye Mungu. Sasa unaponiambia Mungu ni cheo, maana yake je, basi wapo wawili tu? Yupo huyo Yesu pamoja na Roho Mtakatifu peke yake? Hakuna Mungu yule tunayemsemaga Mungu Baba? Hapana, umeuliza kwa kuchanganya. Okay. Roho ulivyosema Roho Mtakatifu, tayari umesema nafsi moja katika zile nafsi tatu za Mungu. Sawa. Sawa? Na sijasema mimi, ni Yesu kazisema. Zipo nafsi tatu. Mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba hapo ni nani? Yesu. Mwana Yesu. Na Roho Mtakatifu Yesu. Ndio maana wanasema jina, hakusema majina. Matendo sura ya 2 mstari wa 38. Jamani, tunaongea haya kwa kurudia rudia. Kuna watu wanalikwepa andiko hilo. Yesu si alisema mkabatizwe? Alisema kwa jina, kwa majina? Jibu wewe mwenyewe kwanza. Alisema mkabatizwe kwa jina au majina? Kwa jina. Kwa hiyo maana yake ni jina hili moja. Sasa mitume walibatizaje hapa? Matendo sura ya 2 mstari wa 38. Kwa sababu kuna vitu vingine watu wanaletaga tu ubishi usiokuwa na maana. Hapa nasema hivi, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Sasa Yesu sio jina? Yesu ni jina. Ni jina. Na kule Yesu alisema mkawabatize watu kwa jina, si ndio? Ila Yesu aliposema kwa jina, alafu akazitaja nafsi. Huku mitume hawakutaja nafsi, wameenda moja kwa moja kwenye jina. Maana yake jina la Mungu kwa mujibu wa Biblia ni Yesu. Katika Agano Jipya. Katika Agano la Kale aliitwa Yehova. Sawa, hapo. Bado tupo ndani ya Injili ya Yohana. Ndio. Unaniambia Yesu ndiye Baba. Yesu si tumemwona duniani? Nimekuambia ukisema Yesu jina la Mungu, ndio ambamo ndani ya jina la Mungu kuna nafsi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huyo Baba ndo hatujawahi kumwona. Baba hatujawahi kumwona. Kwa sababu hapa nikisoma Injili ya Yohana hapa nasemaje? Yohana ngapi? 5:37. Naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote. Wala sura yake hamkuiona. Yes. Sisi tumeiona sura ya Yesu na sauti ya Yesu. Mmeiona sura na sauti ya Mwana, sio ya Yesu. Mtangazaji, narudia tena. Kilichoko kichwani mwenu huwa mnasahau kwamba mkisema Yesu ndio jina la Mungu. Na hapo Yesu umesoma wewe mwenyewe. Hebu ngoja na mimi niirudie. Yohana 5:37. Sikiliza inavyosema hapo. Inasema hivi, naye Baba aliyenipeleka. Je, hapa amesema naye Mungu aliyenipeleka? Hapana, amesema Baba. Kwa hiyo manake anayeongea ni nani? Ni Yesu hapo tunaongea. Anayeongea Mwana, sio Yesu. Hata huyu Baba naye ni Yesu. Ila kwa hapa anayeongea ni nafsi ya Mwana. Ndio maana anasema naye Baba aliyenipeleka. Kwa sababu ukiweka hivyo kwamba kuna Yesu afu kuna Baba, utashindwa kututajia jina la Baba. Wakati Yesu kule kwenye Mathayo 28:19 amesema mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nitakuuliza jina la Baba nani? Utakosa kujibu. Kwa hiyo ninachotamani wewe pamoja na wafuatiliaji wanaotufuatilia uwe unasikiliza sana kauli anazozitumia Yesu. Ukikuta Yesu anasema kwa Baba, ujue hapa anaongea yeye kama nani?
Akisema kwa baba maana yake anaongea yeye kama mwana. Anaongea kama mwana. Ndio. Kwa nini? Kwa nini? Kwenye hiyo Yohana 5. Ndio. Nenda 17. Yohana 5:17. Yohana 5:17. Mwalimu nisomee mwenyewe huko. Okay, ngoja nisome. Sawa. Yohana 17 ule mstari wa 11. Anasema hivi, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako Baba mtakatifu. Nami naja kwako Baba mtakatifu. Kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa. Umesikia? Kwa jina lako ulilonipa. Kabla ya jina lako. Nami naja kwako Baba mtakatifu. Unafikiri alipokuwa anaongea hapa alikuwa anaongea kama nani? Anaongea kama mwana. Anaongea kama mwana. Alafu ndio anakuja sasa, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa. Sawa? Si anaongea na Baba. Kwa hiyo kumbe jina la Yesu kabla ya kuja kwa mwana limeanza kwa nani? Limeanza kwa Baba. Alafu likaja kwa nani? Kwa mwana. Kwa hiyo ninapokuambia kwamba Yesu anaposema, ukisema tu kuna Yesu kuna Baba utakuwa unakosea. Okay. Ukisikia Yesu anasema Baba, ujue hapo yeye anaongea akiwa nani? Akiwa mwana. Akiwa mwana, anaiadresi nafsi ya Baba. Lakini wote they bear the same name. Wote wako chini ya jina moja kwa sababu lilikuwa la Baba, alafu likaja kwa nani? Likaja kwa mwana kama tulivyothibitisha katika Mathayo. Sawa, hapo tumepata kumbe kuna mwana na Baba ambao wote na Roho Mtakatifu wote kwa pamoja wanaitwa Yesu Kristo. Ndiyo maana yake. Ndio maana kwenye Tito sura ya 2 mstari wa 13 panaposema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Ndiyo. Upate maana hii sasa. Sawa. Tunaendelea tupo kwenye Injili ya Yohana. Yohana labda ndo aliyekuja kutuletea kesi kubwa sana. Yohana 1 mstari wa 3. Ndio. Anasema neema na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba. Mungu Baba. Yohana ngapi? Yohana wa pili. Waraka wa pili wa Yohana. Ndio. 1 mstari wa 3. Mstari wa 3, Neema, rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba. Na kwa Yesu Kristo, mwana wa Baba, zitakuwa pamoja nasi katika kweli na upendo. Huyu tunamwona ametuwekea kabisa Mungu Baba na Yesu Kristo kwa majina sasa tofauti. Kwa sababu tayari mwana alishakuja duniani. Sasa mbona ametajwa Yesu na mwana katika? Ndio maana nimekuambia kitendo cha kusema Mungu Baba, anasema na kwa Yesu Kristo mwana wa Baba. Dio. Sawa? Dio. Sasa Yesu Kristo, si ndio tumesoma kwenye Tito 2:13 kwamba ndiye Mungu mkuu. Alafu hapa anasema mwana wa Baba. Dio. Kwa hiyo kumbe Yesu Kristo naye ni Mungu, ila Mungu mwana. Kwa ushahidi gani? Wa Yohana 1:18. Hakuna kwamba hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndio kamfunua. Kwa hiyo hapa Yohana hapa anamwadresi Yesu ambaye anaitwa Yesu Kristo, lakini kwenye nafsi yake ya nani? Ya Mungu mwana. Alipokuja duniani ndio akaitwa Mungu mwana. Okay. Hii si kama tumewachanganya sasa hapa watazamaji, kwa sababu tulishakubaliana kwamba Yesu ndiye tuseme Yesu, ukitaja Yesu ni sawa na umetaja Mungu. Ndio. Lakini ukitaja Baba na Roho na Mwana ndio umewataja wote kwa pamoja ambao wote wanaitwa Yesu. Kwenye hili andiko hapa tunaona kuna Mungu Baba na Yesu Kristo ndani ya sentensi moja. Hiyo inamaanisha huyu mwandishi hapa alitutofautikia kwamba kuna Yesu Kristo na kuna Mungu Baba. Iko hivi mtangazaji na wale mnaotufuatilia. Hapa huyu aliposema Mungu Baba, tumeshasoma kule kwenye Yohana 5:38 kwamba Baba haonekani. Si ndio? Je, kwamba Baba haonekani wakati huu alikuwepo duniani wakati mwana au yeye Baba hakuwepo kabisa? Nataka nikusomee. Nataka nikusomee kwenye Yohana 15:24. Sawa. Yohana 15:24 inasema hivi. Yohana 15:24. Anasema kama nisingalitenda kwao kazi asizozitenda mtu mwingine wasingalikuwa na dhambi. Lakini sasa wametuona mimi na Baba yangu na kutuchukia. Usipoelewa andiko hili kwamba kule nafsi ya Baba inaposemwa inakusudiwa nini au iko wapi, ndio maana watu wanaweza kuchanganya. Lakini umeona Yesu yuko straight kwamba wametuona mimi na nani? Na Baba yangu. Alafu wametufanya nini? Wametuchukia. Sasa watu pale walikuwa namuona nani? Walikuwa namuona Yesu.
Na baba sasa yuko wapi? Yesu amemtaja na baba, wakati wa baba yuko wapi? Ndio maana nikakwambia kwamba unapoongea kwamba habari za baba na mwana, lazima ujue kwamba kwa mujibu wa Biblia, unaposema uungu katika zile nafsi tatu, katika utendaji wake, kuna wakati unaweza kukuta nafsi ya baba iko mbele. Ndio pale tunaposema kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa nini? Kwa wakati huo nafsi ya baba iko mbele. Alafu kuna wakati nafsi ya mwana iko mbele, lakini haimaanishi kwamba nafsi zingine hazipo. Na wakati mwingine nafsi ya Roho Mtakatifu iko mbele. Mathalan, wakati wa kuzaliwa Yesu, nafsi gani katika zile nafsi tatu iliyokuwa mbele? Manake mwana. Kwenye kuzaliwa pale, mwana mwenyewe ndo alizaliwa. Kwenye kutungwa mimba, baba manake no. Malaika. Hao alituma Roho. Luka 1:37. Nataka nikufundishe hapo kupitia wewe na wengine waweze kujifunza. Inasema hivi. Malaika akajibu akamwambia. Sikiliza. Ndio. Huyu ni malaika Gabriel anaongea na Mariamu kabla huyu anaitwa Yesu kama mwana hajazaliwa. Sikiliza Roho Mtakatifu anachofanya. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Maana Roho Mtakatifu hapo ndo alikuwa mbele. Roho Mtakatifu hapo alikuwa mbele wakati wa kutungwa mimba ya mwana anayekuja kuitwa Yesu. Okay. Tunakwenda sawa? Haya, mwana amezaliwa. Lakini mwana amezaliwa, Mathayo 1:21 mpaka 23 anasema huyo mwana ni Emmanuel. Okay. Lakini huyo mwana anaitwa Emmanuel, jina lake utamuita Yesu. Ila ni mwana wa Mungu. Sawa? Sawa. Lakini hapa panasema aliyehusika na hiyo mimba ni nani? Roho Mtakatifu. Swali linakuja, nafsi ya baba wakati huo iko wapi? Okay. Kwa hiyo mwili huu ulipoingia tumboni kwa Mariamu na kuchukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hii kukuonyesha kwamba tayari zile nafsi tatu zipo hata kabla ya Yesu kuja katika mwili. Kama hapa Roho Mtakatifu amehusika na mimba ya Yesu, ndio maana sasa alipokuja duniani, siku amebatizwa ulikuwa ni udhihirisho wa kwamba Mungu amekuja duniani kwa jinsi ya mwili. Nikusomea kitabu cha Wakolosai sura ile ya 2 na mstari wa 9. Anasema hivi, maana katika yeye nani huyu? Katika yeye manake Mungu mwenyewe. Katika nani? Mwana. Katika yeye mwana. Yani Kristo. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Tunajuaje kwamba utimilifu wa Mungu ulikuja kwake kwa jinsi ya kimwili? Ni kwa sababu siku anabatizwa, si mwana yuko mto Yordan anabatizwa. Ndio. Alafu akashuka nani? Njio. Pale tuliona ameshuka njio. Hapana. Au ni nani? Ni huo. Alishuka Roho Mtakatifu kwa mfano wa nini? Wa njiwa. Kwa njiwa. Sasa roho haionekani. Na umefika wakati wa Mungu kuchukua mwili na kuja duniani. Huyu roho ambaye haonekani atadhihirisha vipi kwamba ni kweli sehemu ya nafsi ya tatu ya Mungu ya Roho Mtakatifu na yenyewe imechukua sehemu ya mwili? Ndio maana ikabidi Roho Mtakatifu achukue umbile la kimwili. Yeye hakuchukua la kibinadamu, alichukua la njiwa. Lakini tayari imeshadhihirika kwamba ni Roho Mtakatifu, ila amechukua umbile la mwili wa njiwa. Baada ya Roho Mtakatifu kushuka, kilichofuata nini? Sauti, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Umeona hapo? Sawa. Kwa hiyo tayari sasa tunaongelea habari ya hizo nafsi, tayari zote zimeondoka katika utukufu, ziko duniani ili ziwe Emanueli, yani Mungu aliyetoka katika mahali pake pa utukufu na kuja kukaa katikati ya wanadamu. Lakini wakati huo Mungu akiwa duniani, nafsi ipi inayojitokeza zaidi? Ya mwana. Sasa tukisema Mungu ametoka katika utukufu wake, amekuja duniani hadi akae na sisi, pale kwenye utukufu wake kuna chochote kimebaki?
Asante, kwa sababu tukisema Mungu ametoka katika utukufu wake, Ndio. uwezo wa Mungu namfanya yuko mahali pote, he is omnipresence. Okay. Hata kama akiwa duniani na mbinguni yupo kwa wakati huo huo, akiwa mbinguni na duniani yupo kwa wakati huo huo. Kwa hiyo hakutoka. Ukisema hakutoka, yani inamaanisha, nimesema utukufu. Okay. Si ndio? Ndio. Kwa sababu gani? Siku amezaliwa wale malaika walisemaje na wachungaji? Atukuzwe Mungu juu mbinguni. Okay, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Kitabu cha Wafilipi kinasema bali alijifanya kuwa hana utukufu. Wafilipi 2:5. Kwa hiyo unatakiwa hapo pia upafikirie sana. Alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Ana mfano, sio mwanadamu, ana mfano. Ndivyo Biblia inavyosema. Sasa kuna wengine hawaweki kwenye mfano, wanamfanya ndio binadamu mwenyewe hivyo hivyo kabisa. Angekuwa binadamu mwenyewe kama tulivyo sisi, angekuwa na dhambi. Yohana huyu tunaendelea naye, Ufunuo 1:6. Ufunuo 1:6. Tukitaka kuona Yesu ndiye Mungu mwenyewe, tunaona asemaje? Na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake, utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Hiyo ni kwamba Yohana hapa anatufundisha kwamba Mungu ni baba. Sasa huyu ambaye anasema utukufu na ukuu una yeye, huo utukufu na ukuu na yeye nani? Hapa unamkusudia baba au unamkusudia mwana? Mungu baba. Naomba tusome. Na kutufanya ufalme na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Sawa? Naye ni baba yake. Naye ni baba yake. Baba yake. Aliyetufanya sisi makuhani ni nani? Manake Yesu. Mtangazaji, subiri twende taratibu. Kufanya kuwa na ufalme na makuhani kwa Mungu. Naye ni baba yake. Manake ni Mungu mwenyewe. Naye ni? Manake kama ni baba yake, manake ni Mungu mwenyewe. Sasa ukisema Mungu mwenyewe, kwani yeye huyu anayekusudiwa hapo sio Mungu? Ndio maana nikasema kuna vitu ambavyo katika vichwa vyenu mnashindwa kuweka sawa. Hapa anasema naye ni baba yake. Nimekuambia chunga katika Biblia. Ukisikia mahali panamkusudia Yesu, afu panasema naye ni baba yake, ujue kwa wakati huo huyu anaongelewa katika nafsi gani? Anaongelewa katika nafsi ya baba. Kama ni baba yake, anaongelewa katika nafsi ya mwana. Kwa hiyo hapa aliyetufanya kuwa makuhani ni nani hapa? Ni baba au ni mwana? Ni mwana. Na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Naye ni baba yake. Ndio. Sasa kama tunamzungumzia baba yake kama sisi ametufanya, maana yake baba yake si ndio Mungu, Mungu baba. Sasa ukisema Mungu baba, ukija kwenye uungu sasa, ukisema Mungu baba, maana yake huyu anayeongea kwenye wadhifa wa umungu yeye ni nani? Ni mwana. Mungu, usisema Mungu mwana. Ni mwana wa Mungu, Mungu mwana. Usibadilishe maneno. Mtangazaji. Okay, kwa hiyo tukisema nataka hivi, ndio hizi concept ambazo nataka zikae vizuri. Ukikuta mahali panasema Mungu baba, si ndio? Ujue huyu, tukija kuongea habari ya huyu aliyeko huku, ujue hapo tunaongelea habari ya Mungu mwana. Huyu akisema baba, ujue wakati huo yeye anaongea nani? Ni mwana. Lakini hizi nafsi zote jina lao ni moja, Yesu Kristo. Sasa shida inakuja hivi, mmewasikia watu midomoni. Kinacholeta shida hapa ni maneno ya mdomoni. Kwamba kuna watu wanasema, yani wanamsema Mungu kama Mungu kwa mujibu wa Biblia, kama Mungu is an isolated entity. Ndio. Yani ni kama Mungu kama kitu cha kando. Ndio. Ambacho hakihusiki na haya yanayosemwa, alafu huyu anayesemwa hapa na kama naye hahusiki kwenye uungu. Hilo ndio kosa. Sisi tunajua Mungu ni bosi wa Yesu. Sasa wakati Yesu ndio Mungu mkuu, sasa huyo Mungu mwingine unayemsema ambaye ni bosi wa Yesu ni nani? Sisi tunajua Yesu alikufa msalabani. Aliyekufa msalabani ni mwana. Sisi tunajua Yesu. Ngoja kwanza unisikilize. Sawa. Kitabu cha Petro wa kwanza, naomba nikwambie kilichokufa. Na haya ndio maswali ambayo tunakutaga kwa watu ambao hawasomi Biblia. Angalia hapa, Petro wa kwanza 3 kuanzia 17. Anasema hivi: maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndio mapenzi ya Mungu, kuliko kwa kutenda mabaya. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Aliyeteswa ni nani? Kristo Yesu. Mbona unaongeza Yesu? Basi mwana Kristo tuseme. Hapa pamesemaje? Kristo. Unajua kwa nini hapa pamesema Kristo?
sababu ni baada ya nafsi ya mwana kuchukua mwili. Ule mwili ndio unaoitwa Kristo na ndio ulioteswa. Ndio maana sasa ukiongeza maneno yako ambayo Biblia hapa haijasema, lazima you will contradict yourself. Kwa hiyo nirudie tena. Wale ambao wanamfanya Mungu kwamba yuko peke yake, kwa hiyo hata jina lake hawalijui, wala hawajui kwamba ndani ya hiyo Mungu kuna nafsi tatu ambazo ndio tunasoma utendaji wake huku. Ukikuta wanakataa fundisho la utatu, lazima watakutana na matatizo ya kueleza hiki ninachokueleza sasa. Mahali pa Yesu, wao watasema tu Yesu, alafu wakisema Mungu, watakuwa wanasema Mungu kama kitu kingine. Ndio maana kuna baadhi nimewasikia wanaofundisha somo la utatu kwamba hakuna utatu. Wanakuambia Yesu sio Mungu. Wanasema Yesu sio Mungu. Ukiwauliza Mungu ni nani? Wanakuambia Mungu ni Mungu Baba. Au ukiwauliza kitabu cha Tito 2:13 kinaposema Yesu ni Mungu mkuu, utasikia hapo, soma kwenye King James, hapo imekosewa. Ukisoma kwenye Kiingereza inaleta maana tofauti. Hakuna. Simulizi nilishakwambia hata siku nyingine. If you are good at English, you will know what the conjunction do. If you are good at English. But if you are not good at English, then that will be your problem. Kwa sababu vile inavyosemwa kila wakati nasema. Na ukisema hiyo utakuta mtu anafika mahali anaikataa. Hebu ngoja tuisome pa. Nakumbuka kuna wakati pia tuliwahi kuulizana, alafu tulipoulizana kuna mtu mmoja huko akaenda kwenda kuieleza, alafu huyo mtu mimi ananikimbia. Sitaki kumtaja hapa jina. Kama unafuatilia hii unajifahamu. Yuko kule Kenya. Ngoja tuisome hapa. Tito sura ya 2 mstari wa 13. Inasema hivi: tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Sasa wengine wanahoji. Wanasema baada ya Kristo Yesu kuna koma. Ndio. Alafu kuna Mungu mkuu. Ndio. Alafu na Mwokozi wetu. Sasa ukimwangalia mtu yeyote aliyesoma shule sawa sawa, yani ukikuta mtu anayeubishia umstari, subiri kwanza. Sawa. Ukikuta mtu anayeubishia umstari, shule yake ni ndogo. Mimi mwenyewe mmoja wao watu wanaobisha mstari. Kwa sababu kwa mfano twende, nataka nikasome na Kiingereza sasa. Twende kwenye Kiingereza. Hiyo Mwokozi wetu hapo twende kwenye Kiingereza. Tukiamia tu Kiingereza hiyo Mwokozi wetu. Twende kwenye Kiingereza. Sawa. Looking for that blessed hope. Sawa. And the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Ndio umeiona. Kiingereza iko hivi, Kiswahili kikitoka huku kwenda hivi. Si ndio? Tafsiri ya Kiingereza kinatoka huku kinakuja huku. Tunakubaliana? Wala haina shida. Sasa kama haina shida, hapa panaposema and appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Ndio, na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndio. Imeanza nini? Si imeanza Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Huyo Mungu mkuu na Mwokozi wetu ni nani? Malizia hapo. Imeanza hivi: Mungu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ambaye ni nani sasa? Wapo wawili. Yupo Mungu mkuu, alafu hapo ndani ya hiyo sentence kuna Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mungu mkuu hapa ni jina au ni cheo? Mungu mkuu hapa kama utataka jina au cheo vyovyote, lakini maana yake yupo mkuu. No, we need the context. Mkuu yupo, Mungu mkuu hapo ni cheo, maana yake yule wa juu, maana yake wapo wengine hao. Yupo huyo mkuu. Sasa umeona? Ndio. Najua wewe unawawakilisha wengine. Hilo ndio kosa mnalolifanya. Hapa pametaja Mungu mkuu na Mwokozi wetu ni vyeo. Sawa? Subiri sasa. Mungu mkuu na Mwokozi wetu ni vyeo. Huyu Mungu mkuu na Mwokozi wetu nani? Jesus Christ. Ngoja. Yesu Kristo. Mungu mkuu afu kamalizia na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Sasa subiri sasa. Yesu Kristo. Si ndivyo? Iko hivi. Hapa lipi ni jina na vipi ni vyeo? Katika Tito 2:13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Sasa kabla ya hiyo Kristo Yesu hapo kwenye Kiingereza weka Mungu mkuu. Sasa uwezo kaweka hivyo, manake wewe unataka itafsiri unavyotaka wewe. Si ndio hivi ilivyo hapa kwenye Kiingereza? Hapana. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. Hebu the great God, si ndio? Ngoja hapa. The glorious appearing of great God. Malizia.
Tunakuja kwenye mwingine. And nani? And our savior Jesus Christ. Sasa ukisema and our savior, si umesema nyadhifa zake mbili, kwamba huyu kwanza ni Mungu mkuu, alafu pili mwokozi wetu. Sasa watu wangetaka kujua huyo Mungu mkuu na mwokozi wetu ni nani? Yesu Kristo. Okay. Kumbe ndio wewe mnaomba. Basi sisi siku zote tukisoma hapo zako tunavyojua ni hivi. Sasa mlikuwa mnasoma kimakosa, ndio kisa cha kuwa na hizi social media. Tunajua kuwa na maplatform kama haya ya kurekebisha. Tunajua kuna Mungu mkuu, alafu kuna mwokozi wetu Yesu Kristo. Na kila mtu anajua mwokozi wetu sisi ni Yesu Kristo. Yaani uko sahihi. Yaani Mungu mkuu ni wadhifa wake, mwokozi wetu ni wadhifa wake. Kwani mwokozi ni jina? Mwokozi ni jina? Mwokozi sio jina. Sio jina. Jina lake ni nani? Ni Yesu mwokozi. Asante sana. Hivyo ndivyo inavyotakiwa ijulikane. Ndio mwokozi wetu ni Yesu Kristo, hiyo nakubali kabisa. Sasa kama nakubali huyo ukisema sikiliza. Sasa hiyo na iko kwa nani hapo? Na iko kwa nani? Nasi mwingine anakuja. Sikiliza simulizi zone. Jamani, watazamaji wetu, msione kama tuna nani hapa. Kuna kundi fulani tunalisaidia ambalo lina mtazamo, kwa sababu waliwahi kuongea na simulizi. Kwa hiyo simulizi anayaleta hayo maswali kwa sisi walimu ili tuisaidie jamii yenu iweze kukaa sawa sawa. Nimesema hivi, kwa mtu anayejua Kiingereza sawa sawa, unajua kabisa kwamba hapo hapana shida yoyote. Haya. Shida yangu ni hivi. Yaani kwa mfano tungekuwa tunaweka majina. Tufanye hapa tumweke, mimi hapa nimwite Mungu mkuu, nimwite Yehova. Alafu huyu mwokozi sasa utakiwi kuweka kitu ambacho andiko halijasema. Andiko linajua kwa nini limesema our great God and Savior Jesus Christ. Kwa sababu gani? Nilifundisha. Mimi sielewi kwa nini watu ni kama watu wanadharau. Nikasema ni kiunganishi. Ndio. Sasa kama kiunganishi kinaunganisha nini? Hebu tuambie wewe simulizi. Ni kiunganishi kinaunganisha nini? Hapa kimeunganisha watu wawili. Kimeunganisha hapa watu wawili. Hapana. Hiyo hapo imeunganisha nyadhifa mbili. Imeunganisha nyadhifa ya Mungu mkuu, imeunganisha nyadhifa ya mwokozi. Sasa ndio inakuja huyo mwokozi, jina lake nani? Unajua hizi nomino zote hapa zina vivumishi vyake. Zina vivumishi vyake hizi nomino zote. Kivumishi cha kwanza ni great. God. Great God. Maana Mungu mkuu. Ndio. Haya, twende hivi. Mungu mkuu, jina lake nani? Mungu mkuu. Mungu mkuu sisi tunajua ni Mungu mkuu. Jina lake nani? Yehova. Yehova. Sasa hapo ndio pameandikwa hivyo. Ngoja sasa nakuja tena. Nimekuambia hivi, katika Agano Jipya Mungu jina lake anaitwa Yesu. Sawa. Ndio tuko hapo. Nakuja kwenye kivumishi cha kuna vivumishi vingine viwili. Hawa savior. Hawa ni kivumishi kimilikishi. Alafu kuna savior. Hawa ni kiwakilishi kimilikishi. Alafu kuna savior ambacho ni kivumishi cha hili jina la Jesus Christ. Ambacho ni kivumishi cha Jesus Christ. Jesus Christ. Yaani kwamba huyo mtu ni mwokozi. Ana sifa gani? Ni mwokozi. Huyu huku God ana sifa gani? Ni mkuu. Sasa kwa hiyo kwenye Mathayo tulivyosoma kwamba yeye ndio kwamba jina lake utamuita Yesu, maana yeye ndio atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Au hujasoma hapo? Soma. Sawa, tuendelee mbele. Asante sana. Hapana, sio ni muhimu na nashukuru tumeshaelewana hapo. Sawa. Najua tunawawakilisha watu wengi ambao walikuwa na mtazamo kama huo. Asante sana. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, Yesu ni Mungu mkuu na mwokozi wetu. Sawa, tunaendelea. Ndio. Yuda yeye ametufundisha Mungu ni nani? Mungu ni Baba, ni Mwana, ni Roho Mtakatifu. Yuda ngapi? Hata tukianzia Yuda 1 mstari wa 2. Kwa hao waliopendwa katika Mungu Baba na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Wameitwa kwa ajili ya Mungu Baba, wamehifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Sasa swali lako hapo ni nini? Swali langu ni kwamba hapa tumesema tukitaja Baba maana yake tujue kuna Mwana. Lakini hapa tumeona ametajwa Mungu Baba alafu ametajwa Yesu Kristo, wakati tumesema Yesu ndio Mungu. Asante sana. Kumbuka nimekuambia kama hapa anasema Mungu Baba na Yesu Kristo. Si ndio? Anaposema Yesu Kristo, maana yake hapa inatajwa nafsi ya Mwana ambayo imechukua mwili, ndio maana Kristo. Okay, kumbe Yesu Kristo maana yake akiwa amechukua mwili. Ukishataja tu Kristo, unamaanisha nafsi ya Mwana baada ya kuchukua mwili. Yaani huyu Mungu Mwana
baada ya kuchukua mwili ndio unaoitwa Kristo. Ndio maana tumesoma kwenye Petro wa kwanza 3 ile 17 kwamba Kristo mwili wake akauawa baada ya kuchukua mwili. Kwa hiyo huyu hapa anaposema Yuda mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu yake Yakobo, kwa hao walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Umeona? Umeiona hii Mungu Baba? Sawa. Alafu kwa Yesu Kristo. Sasa hapa Yesu Kristo maana yake kuna Mungu Mwana. Huyo Mungu Mwana amechukua mwili. Alipochukua mwili unaitwa nani? Kristo. Iko hapa. Yaani kifupi simulizi na wale mnaotufuatilia, ukiwasikiliza hata mitume wa Yesu, yaani namna walivyokuwa wanazieleza hizi nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, yaani wao walikuwa wanazieleza katika hali ya ufahamu mkubwa kabisa. Hawa kina Yohana kwamba wao walijua, mitume wote wa Yesu wote wanajua kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe. Wanajua kabisa kwamba Yesu ni Mungu, ila walituficha. Lakini sio walituficha, wanajua ndani yake. Ukisema walituficha, kwani Tomaso alipomwambia Yesu Bwana wangu na Mungu wangu, Yesu pale alikataa kwenye Yohana 20:26 mpaka 28. Yesu alikataa. Kama asingekuwa Mungu pale, sio angemwambia Tomaso sio mimi. Yeah. Ndio maana nikakwambia lazima uwe unajua unapoongelea habari za Yesu. Je, kwa wakati huo unaongea habari ya Yesu kama mwana au kama baba au kama roho? Yes. Kwa sababu jina ni moja. Na kuna swali simulizi, kuna swali ambalo nimeuliza hata wanaopinga utatu, halijajibiwa mpaka leo. Lile la Matendo 20:28. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Sasa wewe baki na dhana ya Mungu. Alafu na mimi nikubane kwenye maswali kwamba Mungu ni roho, haonekani. Lakini maandiko yanasema kanisa la Mungu limenunuliwa kwa nini? Kwa damu yake mwenyewe. Sasa Mungu gani aliyetoa damu? Si ni Mungu, Mungu Baba alimtuma Mungu. Hatutaki alimtuma. Si watu wanasema hakuna utatu ambao Mungu Mwana wanakataa. Mwalimu hapo wanakataa andiko la Mungu Mwana la Yohana 1:18. Si tumesema hapo Mungu alilinunua kwa damu yake mwenyewe. Wewe mwanao sio damu yako? Mimi mwanao sio damu yako? Ni damu yangu. Si ndio Mungu Baba alilinunua kwa damu yake mwenyewe, ambaye damu hiyo ni Yesu. Sasa Yohana 4:28 anasema Mungu ni roho. Roho inaweza kanunua ikatoa damu? Si ndio pale alikuja kwa nini muona? Asante sana. Kwa hiyo mtangazaji na wale mnaofuatilia, nafikiri hizi ni hoja zilizoibuka miaka ya hivi karibuni, na hasa baada ya makundi ya watu kuanza kufundisha kwamba fundisho la utatu si la kibibilia, ili hali wanashindwa kuthibitisha hizo hoja. Badala yake wamekuwa wanayakana maandiko. Yaani maandiko yapo na waliyakuta. Ndio maana mimi Mwalimu Danieli kila wakati nimekuwa natoa nasaha zangu kwamba kama ikifika mahali wewe unajifanya mwalimu lakini maandiko ya Biblia unaanza kusema hilo hapana, basi andika Biblia yako. Lakini hii tunayoisoma leo, haya tunayoyasoma yako hivi hivi na wewe uliyakuta na utayaacha. Kwa hiyo maana yake kweli hii tunayoisema leo ndivyo ilivyo leo na hata milele Yesu atakapokuja. Mpaka sasa hivi tunasema kwamba Mungu kama Mungu ni cheo. Alafu tukihitaja labda Mwana, Roho Mtakatifu, Baba, hivyo ni au sasa ndo watu wenyewe, yani tuseme realization zao. Ndio zinaitwa nafsi. Ndio nafsi zenyewe. Lakini tukisoma tu Ufunuo moja tunaanza tu moja kwa moja. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Sasa amepewa na Mungu vipi? Yaani hapa ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake. Huku kote huko naona kuna maana. Hapa tu ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Hajapewa na Mungu Baba, akapewa na Mungu, kwamba yupo huyo mkuu ambaye alimpa Yesu. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Swali lako hapa ni kwamba kapewa na Mungu yupi? Ndio. Ndio. Kwa sababu sisi tumesema Mungu ni, yani Mungu inakuwa ni umoja, lakini yani wanakuwa wote, wakiwa wote watatu ndio Mungu. Ikiwa Roho, Mwana na Baba ndio Mungu. Lakini hapa tunaona Yesu amepewa ufunuo na Mungu. Okay. Unajua maana ya Alfa na Omega? Mwanzo na mwisho. Mwanzo na mwisho. Ndio.
Okay, hiyo mwanzo na mwisho huwa inamhusu nani? Mungu peke yake au na mwana? Inamhusu Mungu. Inamhusu Mungu. Alfa na Omega. Mungu ndiye Alfa na Omega. Kwa hiyo Yesu ikionekana ni Alfa na Omega, anakuwa nani? Yesu ikionekana ni Alfa na Omega. Sisi tumeshakubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Tangu mwanzo alikuwa. Aha. Kwa hiyo utakuwa umekubali kwamba ni Mungu lakini ni Mungu mwana. Sawa? Nitakubali kabisa kwamba yeye ni Mungu. Asante sana. Yaani ndio hicho sasa, kama utakubali kwamba ni Mungu mwana na umesoma Ufunuo moja kwamba ufunuo wa Mungu aliyompa Yesu Kristo. Si ndio? Kwa hiyo maana yake katika zile nafsi za uungu, nafsi moja inatoa inatoa ufunuo kwa nafsi nyingine, lakini zote zenye uungu. Ndio maana nikaja kukubana kwenye Alfa na Omega, ili kama utasema mmoja ndio Alfa na Omega mwingine sio, ni kutolee maandiko kuonesha kwamba toka wakati wa Agano la Kale Mungu ni Alfa na Omega, na kwenye Agano Jipya kwenye hicho kitabu cha Ufunuo Yesu ni Alfa na Omega, kukuonyesha kwamba wote katika uungu wapo, hizo nafsi zipo, ila nafsi ya Baba inampa maelezo nafsi ya Mwana, na inampa maelezo nafsi ya Mwana kwa sababu atakayekuja duniani huku hata kuja Mungu, atakayekuja ni Mwana. Umeelewa sasa? Kwamba kumbe tayari hapo tumeshaona kwamba kuna mkuu na mdogo. Sasa hilo la mkuu na mdogo umelisema wewe. Kama mtu anapokea maelezo kwa mwingine, maana yake si kuna bosi. Nimekuwa nakuambia hivi, katika hizo nafsi tatu, kila nafsi kuna mahali pake. Narudia simulizi na wale mnaotusikiliza. Kwenye hizo nafsi tatu, kila mahali kwamba kuna nafsi ambayo kwa wakati huo yenyewe ndio inatakiwa iwe mbele. Kwa mfano iko hivi, usiseme inakuwa kuu, yenyewe ndio inatangulia. Nimekuambia hapa kwenye kuzaliwa Yesu, kuchungishwa mimba, nafsi gani iliyotangulia? Tumesema roho. Usiseme roho tu, sema Roho Mtakatifu. Je, nafsi ya Mwana na ya Baba wakati huo ziko wapi? Si zipo? Lakini kwa zamu hiyo ni nafsi ya nani inatokeza? Ya Roho Mtakatifu. Haya, tumefika wakati wa kwenda kwenye ukombozi. Kwenda kwenye ukombozi. Tumeiona nafsi ya nani inayotokeza mbele? Kwenye ukombozi Mwana. Nafsi ya Mwana. Tunakwenda sawa? Haya, tunafika hapa sasa kwenye kufunua hayo uliyoyafunua. Manake ni nafsi ya Baba ndio inatokeza wapi? Inatokeza mbele. Kwa hiyo usiseme tu kwamba kuna mmoja ni mkubwa na mwingine ni mdogo. Hakuna hicho kitu. Tukisoma haya maandiko tunaona kuna sehemu ambazo zinaonyesha Baba anamtuma Mwana, au Baba anamtuma Roho Mtakatifu, au Mwana anamtuma Roho. Kuna sehemu yoyote Yesu au Roho, kwa sababu tumesema si nafsi tatu na zote tufanye zote ziko level moja, ni kitu kimoja. Yesu au Roho amemtuma Mungu Baba, ameituma hiyo nafsi ambayo mimi naisema hapa kwamba ni kuu. Sasa ataitumaje wakati wao, yani wakiwa katika utendaji wao ule wa utatu ndio hiyo mmoja, wataitumaje ambayo haipo? Basi hata kuombana, kwa sababu tukiangalia Mwana amewahi kumuomba Baba, ila Baba hatujaona popote ambapo yeye yani tuseme Mwana anaweza tuseme Mwana sasa amekuwa mkubwa, si zinatokea tofauti. Ndio sasa Mwana naye amekuwa mkubwa, kama pale tunapoona Yesu huyo ambaye nasema Mungu Mwana anaenda na muomba kwamba kuna mtu wake mkubwa wake huko, anamuomba kwamba ikiwezekana kikombe kiniepuke. Sasa hapo ni wakati wa mateso. Wakati wa mateso Biblia inasema alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Ndicho hicho unachoongea. Lakini kabla ya kukamatwa Yesu, wale waliokuwa wanaenda kumkamata alipoambia ni mimi, walifanya nini? Si walianguka? Ndio. Walichoanguka ni nini pale? Alijitambulisha yeye ni nani. Kwa Kiyunani kuna neno linaitwa ego. Yaani alifunua ile nafsi yake halisi kwamba ni nani. Wale si walidondoka wenyewe. Lakini baadaye aliwaambia hii ni saa yenu. Kwa hiyo njooni sasa, mnaweza kuja kufanya chochote. Okay. Umeona hapo? Ndiyo. Pana kuonesha kwamba huyu ni nani. Hicho unachohoji wewe ni kwamba alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Alijinyenyekeza. Lakini kwa asili sio mtu wa kunyenyekea kwa namna hiyo, kwa sababu hadhi yake ni kubwa. Kwa hiyo wewe unamuongelea tu pale alipojinyenyekeza, ndipo unapotaka kumpa na udhaifu. Sio dhaifu kama unavyofikiri. Angekuwa dhaifu siku ile wala wasingemkamata. Sizungumzii udhaifu, nazungumzia kwamba naye ana mkubwa wake. Hana mkubwa. Anaomba kiombe kimwepuke, kwamba anamuomba mtu. Si ndio maana hapo simulizi narudia tena. Yesu Biblia inasema alijinyenyekeza
akawa mtii hata mauti. Hicho ulichokuwa unaomba kwamba kikombe kiniepuke, si ndio kwenye mauti? Ndio. Si ndio? Haya, alipokuwa anajinyenyekeza, si ndio hapo hapo? Sasa sawa. Unafikiri angeamua kwamba wale wasifanye chochote, unafikiri angekufa? Hapana, yeye mwenyewe kasema kwenye Yohana sura ya 10 anasema hakuna awezaye kuniondolea uhai wangu. Ninautoa mwenyewe, nina uwezo wa kutoa mwenyewe. Si ndio? Alafu akasema mamlaka hayo naliyapata kutoka kwa Baba ambaye ndio mkubwa wake au bado kwenye nafsi sasa. Yaani kwamba nafsi ya wewe ukafe. Sawa. Yaani unisikilize kwamba nafsi ya wewe ukafe. Sawa. Tumalize na mstari huu hapa. Asante. Tuishie huu hapa. Sawa. Yesu anapoondoka anasema anaenda kwa Baba ambaye na sisi ni baba yetu. Anaenda kwa Mungu ambaye na sisi ni Mungu wetu. Sasa kama anasema yeye ana Mungu wake. Na yeye ni Mungu, inamaanisha nini? Kwamba yeye ana Mungu wake. Okay, inamaanisha hivi. Anaposema ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Ni kwa sababu katika kuna Mungu Baba, yeye ni Mungu Mwana. Ndicho alichokuwa anamaanisha. Sisi tunamwabudu Mungu mmoja. Sisi na Yesu tunamwabudu Mungu mmoja au Yesu haabudu. Hakuna andiko kwenye Biblia Yesu aliabudu. Alipo. Na Yesu tunamuomba Mungu mmoja. Yesu haombi. Ila sisi ndio tunamuomba yeye. Ndio maana anasema mkimuomba Baba kwa jina langu. Sasa imaanishi na yeye tena anaomba. Okay. Sawa basi kama una la kumalizia hapa. La kumalizia liko hivi. Ninajua simulizi umeniuliza maswali haya, umeliwakilisha kundi kubwa la watu. Na maswali hayajaisha. Najua wakati mwingine tutaendelea. Umeliwakilisha kundi kubwa la watu. Kuna mafundisho mapotofu na ya uongo yanayojitokeza, yanayoanza kukataa mistari ya Biblia. Moja ya mstari unaokataliwa ni Tito 2:13. Na mstari mwingine Yohana 1:18. Kwa sababu mistari hiyo inaongea habari ya Mungu Mwana, na wale wanaoamini wanaoikataa mistari hiyo hawaamini fundisho la utatu. Sasa wakilikubali fundisho la Mungu Mwana, lazima wakubali na fundisho la Roho Mtakatifu, kitu ambacho wao hawakitaki. Mimi nakushukuru kwamba kupitia kwenye jukwaa hili na maswali uliouliza yamesaidia kuwajulisha wale ambao walikuwa wanapotoshwa, wajue kabisa kwamba fundisho la utatu mtakatifu katika Biblia lipo na uwezi ukaliondoa. Endeleeni kusubscribe kwenye channel hizi zetu zote, Bainat DMTV, Simulizi Zone, Ustadhi Shafi Online TV. Utafaidika. Hizi ni nyakati za mwisho wapendwa. Yesu karibu anarudi. Usije ubaki unadanganywa tu. Na wewe kama unataka kumwamini, kumpokea Yesu, hata kama wewe ni Muislamu, namba yangu ya simu hiyo hapo. Nitakuongoza sala ya toba. Mungu awabariki sana. Amen.